Sasa hivi tumeshaleta mabasi 15. Mabasi mengine 35 yako tayari, itamalizika muda wote anaweza kaingia. Lakini mradi huu utaanza kwa mkoa wa Mjini Magharibi. Tumekusudia uende kwenye phase 3 kwanza kwa kisiwa cha Unguja, baadaye tutajadiliana na serikali kwa kisiwa cha Pemba. Lakini kwa sasa mradi huu utaanza kwa kisiwa cha Unguja peke yake hapa Zanzibar, ambao na vile vile tutaanza kwa mkoa wa Mjini na Magharibi. Baadaye tutakwenda mkoa wa Kaskazini au mkoa wa Kusini, inategemea na miundombinu itakavyomalizika. Lakini kwa mkoa wa Mjini Magharibi tunafahamu kuna ruti nyingi, kuna njia nyingi za mabasi, lakini sisi tunakwenda kidogo kila pale ambapo njia au ruti hiyo itakapokamilika full, tukisha kujiridhisha njia hii inawezekana kabisa kutumia usafiri, ndio tunaanza kwanza ruti. Kwa mfano kama unavyoona sasa hivi barabara kutoka Shakani Mzambarauni kupitia Buyu Chukwani mpaka Kijangwani mjini imeshamalizika, tumejiridhisha, tumeshajenga vituo. Hiyo itakuwa ni ruti yetu ya kwanza Shakani Mzambarauni kupitia Buyu. Lakini ruti yetu ya pili itakuwa ni uwanja wa ndege. Kama unafahamu na barabara ya uwanja wa ndege tayari imeshakamilika, tumeshaka vituo. Kwa hiyo hiyo itakuwa ni ruti yetu ya pili. Kwa hiyo mradi huu tutaanza na mkoa wa Mjini Magharibi, lakini ruti zitakazoanza sasa hivi zitakuwa ni mbili, ruti ya Buyu na vile vile ruti ya airport hadi mjini. Lakini tunategemea tukitoka ruti hiyo, kwa vile barabara zinazidi kutengenezwa, tutakuwa na ruti ya Jang'ombe, Tembe Samaki, Jang'ombe mjini. Hii ruti nayo sasa hivi imeshakuwa tayari, na baadhi ya hitilafu ndogo barabarani zinarekebishwa, zikishakuwa tayari, hiyo itakuwa ruti yetu ya 3. Lakini kuna ruti nyingine ya kutoka uwanja wa ndege kuelekea Chuini, ambayo inapita hii barabara ya Amani na Daraja Bovu mpaka Mtoni hadi Chuini. Hiyo nayo itakuwa ni ruti ya 4. Na sasa hivi tunafahamu kwamba barabara ya Magomeni Fuoni nayo iko kwenye matengenezo. Barabara ya Mwera matengenezo yake yanaanza hivi karibuni, na barabara ya Chuini nayo matengenezo yake sasa hivi yanaendelea. Kwa hiyo kila barabara zitakapoendelea, kwa mradi huu utafanya kazi. Basi haya yanatambulikana kama basi ya umeme. Ni kweli ni mabasi ya umeme ambayo yanatumia nishati ya umeme. Umeme unaotumika ni huu wa kawaida. Wananchi wana wasiwasi sana. Ama basi matumizi yake ni ya kawaida kabisa. Sisi huwa tunaweka chaji, yakishakuja chaji, baadaye sasa tunatoa ile kutembea yake na kurudi ni ile chaji ya umeme kwa muda wote ambao labda haya mabasi yamechajiwa. Kwa hiyo umeme utakaotumika ni umeme huu wa kawaida. Kwenye vituo vyetu hivi, mfano kituo cha Malindi, cha Kijangwani na cha Buyu, tutaweka zile charging system zetu. Kwa hiyo mabasi yakipungua chaji yatakwenda pale, yatajaza chaji, yakishakuja yatafanya kazi kama kawaida. Kwa hiyo umeme wetu huu hakuna kututereka. Watu wengi wamekuwa wana wasiwasi, umeme wenyewe hautoshi. No, umeme huu unatumia friji, umeme huu unatumia freezer, umeme huu unatumia kuka, ndio umeme huu ambao unatumia mabasi. Kadi za kawaida hizi zitapatikana kwa makala wote Unguja nzima. Kadi za watu wazima hizi zitapatikana aidha wizarani pale maendeleo ya jinsia, au zitapatikana kwa masheha wao. Masheha watatusaidia kuwatambua hao watu wazima wale ambao wako kwenye sera ya kuwatambua watu wazima. Lakini wanafunzi wote kadi zao zitapatikana katika maskuli wanayosomea. Tumeshafanya utaratibu mzuri na Wizara ya Elimu, tumeshazungumza, tumeshazijua ni skuli ngapi na wanafunzi wangapi. Kwa hiyo kadi hizi zinapelekwa kwenye maskuli yao wanayosoma. Basi haya yanasaidia kupunguza gharama ya usafiri, sio tu gharama, lakini hata afya ya nchi yetu. Vikao vingi vya kimataifa vinafanyika sasa hivi vinavyozungumzia mabadiliko ya hali ya hewa, wanapush sana au wanasukuma sana sasa hivi tupunguze kidogo matumizi ya nishati ya mafuta ili tuende kwenye matumizi ya umeme. Kwa hiyo kwanza mabasi haya yatapunguza ile hewa ukaa, kwa sababu nafahamu mabasi ambayo hayatumii nishati ya umeme yanatumia nishati ya mafuta, yanatoa sana hewa ukaa. Kwa hiyo kwanza afya kwa wananchi wetu, lakini la pili ni usafiri wa hakika. Usafiri ukiwa abiria akiwa anaona usafiri hauna uhakika, kwanza itampunguzia kipato chake, lakini itampunguzia hata ule muda wa safari aliyopanga. Lakini haya mabasi yanakuja kuleta muda maalum na uhakika wa usafiri kwa wananchi wetu. Kwa hiyo afya kwanza tumezingatia, lakini uchumi wa wananchi utapanda. Lakini tatu ni usafiri wa hakika kwa wasafiri wetu wote, wananchi na sio wananchi. Yote ambaye atatumia mabasi haya atakuwa anajihakikishia usafiri wa hakika. Wanafunzi wote wale wa elimu ya lazima, hizi kadi zitapatikana kwenye maskuli yao. Tumeshazungumza na Wizara ya Elimu. Wizara ya Elimu watatuletea listi. Mfano labda skuli A ina wanafunzi 200. Wanafunzi waliomba kadi ni 150. Kwa hiyo sisi tutapeleka kadi 150 kwa mujibu wa maelekezo kutoka
wapi Wizara ya Elimu. Kwa hiyo Wizara ya Elimu tayari watakutana na walimu wakuu wa skuli za sekondari na za primary, na hata hapa huu utaratibu mzima wote wa vipi kadi za wanafunzi zitapatikana. Kwa hiyo mzazi atampatia pesa mwanafunzi, alafu mwanafunzi atanunua ile kadi, skuli itamworodhesha wanafunzi wale kama huyu mwanafunzi anahitaji kweli kupata hii kadi. Lakini hizi kadi sisi zimetugharimu kidogo, tunabadilisha sasa hivi kidogo mazingira. Kwa hiyo hizi kadi hizi zitauzwa shilingi 2500 tu kwa kadi moja, na hii kadi mtu anaweza kutumia muda wote wake wa matumizi ya hii kadi. Sio kama kila kitaka kusafiri labda ndio kadi. No, hii kadi akishakuwa kununua mara moja basi na kwa hii kadi anatumia muda wote ndio hai wa ile kadi. Lakini mwanafunzi anaweza akajaza salio kupitia mzee wake. Mzazi mwenyewe sasa hivi baada ya kumpa nauli mtoto wake ya mabasi au ya daladala, kwa hiyo mzazi atamjazia kupitia simu yake ya mkononi salio kwenye ile kadi. Kwa hiyo kama kila siku mzazi labda tujalie anampa shilingi 1000 mtoto kama nauli, kwa mzazi ataweza akamjazia labda kwa siku shilingi 5000 au shilingi 1000 au 2000. Kwa hiyo baada ya kumpa badala ya kumpa kadi mkononi, pesa mkononi mzee, sasa ile pesa atamjazia kupitia simu yake ili itaingia kwenye kadi. Mwanafunzi ile kadi yake atatumia kama ndio nauli yake wakati wa kuingia kwenye basi, atagusisha pale itakuwa tayari ile nauli imeshatoka. Lakini la pili, hizi kadi tumeingia mkataba na kampuni ya Nix by Yas. Tunajua maeneo mengi kuna mawakala wa mitandao tofauti, lakini wakiwemo na Nix by Yas. Kwa hiyo sasa mtu yoyote ambaye ukitoa mwanafunzi na huyu wa mtu mzima, abiria wa kawaida, hizi kadi baada ya tarehe moja tutazitembeza, tutasambaza kwa mawakala wote Zanzibar nzima. Kila wakala ambaye yuko tayari kuja kununua kadi zetu atakuja kununua kadi, lakini kwa kuanzia sasa hivi tutatangazia mawakala maalum au hizi kadi, lakini baadaye baada ya muda mfupi tu hizi kadi zitaenea kwa mawakala wote.